Asante kwa kuchagua mshike. Habari za usiku huu. Jina langu ni Kennedy Moses. Kikosi cha timu ya taifa ya Tanzania Taifa Stars kimeondoka leo kuelekea nchini Misri ambako kitacheza mchezo wa kimataifa wa kirafiki dhidi ya Kuwait weekend hii. Mchezo huu wa kirafiki ni sehemu ya michezo ya kufuata kalenda ya shirikisho la soka duniani FIFA. Akizungumza na mshike beki wa kushoto Taifa Stars Mohamed Hussein ameeleza namna walivyojiandaa kuelekea mchezo huo na wanavyoamini juu ya ubora wa benchi jipya la ufundi litakavyoweza kuwasaidia kusonga mbele. Tumefanya kwanza maandalizi hapa nyumbani, nafikiri yameenda vizuri. Kwa hiyo maandalizi ya mwisho nafikiri tuna kama siku 2 hivi kabla mchezo wenyewe wa kirafiki. Ni mchezo muhimu ambao nafikiri utawapa walimu nafasi ya kuangalia tunaendaje katika mashindano ambayo yako mbele yetu, mashindano makubwa ya AFCON ambayo yatafanyika mwakani. Kwa sisi kama wachezaji, kwa sababu tayari tuna benchi jipya la Mwalimu Gamondi, kwa hiyo lazima naye atakuwa na falsafa zake kuja kuzingiza kwa wachezaji kwa huu muda ambao upo. Kwa hiyo sisi kama wachezaji kwa hii mechi ya kirafiki naamini tutaitumia vizuri kupokea yale mazuri ya mwalimu, kuhakikisha kwamba tunaenda kufanya vizuri katika mashindano ambayo yako mbele yetu. Kwa muda mfupi ambao nimemwona ni aina mwalimu ambaye falsafa yake anapenda timu icheze, anapenda mchezaji ucheze, yani una confidence ya kuweza kufanya ya kucheza. Kwa hiyo naamini na sisi kama wachezaji wa Kitanzania, wachezaji wengi tuna talent tunapenda sana kucheza. Kwa hiyo naamini ni aina mwalimu ambaye atakuja atabadilisha timu kwa muda mfupi na naamini tutafanya vizuri. So far tumeweza kuangalia mazingira ya hali ya hewa kule, inaonyesha sasa hivi ni kipindi cha baridi. Kwa hiyo na uzuri kwamba wachezaji wengi tumecheza katika mazingira hayo. Kwa hiyo sio mazingira mageni sana kwetu sisi. Kikubwa nafikiri ni focus yetu kuelekea katika mchezo na aina maandalizi ambayo tumeyafanya na tutaenda kuamalizia kule na naamini tutakuwa na mchezo mzuri. Kikubwa wao watuombee tu kwa dua na sala, na naamini kuna Watanzania ambao wanaishi Misri watakuja kusupport katika mechi hiyo. Kwa hata wale ambao wamebakia nyumbani naamini pia watatuombea kuhakikisha kwamba tupo pamoja kwa dua na sala, na sisi tukiwa uwanjani tutapambana kwa ajili ya taifa. Naye kocha wa zamani wa Taifa Stars ambaye sasa anaifundisha klabu ya soka ya KMC Brazil Mheshimiwa Maximu amesifu uongozi wa shirikisho la soka Tanzania TFF kwa kumpa kandarasi ilikuwa kocha wa Singida Black Stars Miguel Gamondi, huku akimwagia sifa kede kocha huyo. Yes, I wish good luck for Gamondi. He's a good friend of mine, you know. He's a good coach as well. I hope that Taifa Stars. Namtakia kila laheri Mwalimu Gamondi. Ni rafiki yangu, ni mwalimu mzuri pia. Natumai atakuwa ni sehemu muhimu ya Taifa Stars kwenye kuongeza maendeleo. Na kwa hakika natumaini ataongeza uwezo wa wachezaji. Naamini Taifa Stars itafanya vizuri na kila mmoja atafurahia uwezo wa Tanzania kwa sasa. Nafikiri kuwa mashindano ya AFCON ni magumu sana, lakini naamini kwa morali, hamasa na uwezo alionao kocha Gamondi, timu inaweza kufanya vizuri. Watu wanatakiwa kuiunga mkono Taifa Stars. Taifa Stars ndio inayowakilisha taifa hili, na waona mara nyingine wa Tanzania wakikaa mbali na timu yao. Wanatakiwa kurudi na kuiunga mkono Taifa Stars. Tanzania sasa ina ligi nzuri na timu ya taifa inawakilisha ligi ya Tanzania, na wachezaji wenye asili hiyo ndani na nje ya nchi hii wanatakiwa waiunge mkono, na nawatakia kila laheri. They should support, they should have support. I wish all the best. Na baadhi ya mashabiki wa timu ya taifa ya Tanzania Taifa Stars mkoani Iringa wamesema wana matumaini makubwa na ujio wa kocha Miguel Gamondi kwenye kikosi hicho. Mashabiki hao pia wamemtaka kocha huyo aandae vyema kikosi chake kwa ajili ya kombe la Afrika ama AFCON iliyolau Tanzania ipate alama 7 na hatimaye kufuzu hatua ya mtoano kwenye michuano hiyo. Wa kirafiki ni mchezo mzuri ambao unatengeneza taswira mzuri wa timu ya taifa. Kwa hiyo matarajio yetu kwa sasa kwamba Miguel Gamondi tutamfuatilia na tuone kulingana na mchezo wake, kwa sababu yeye huwa anapanga kikosi kizuri na ana mchezo mzuri wa kisasa. Tuna matumaini mengi sana kwamba kwa timu ya taifa kwa sasa kwamba inaweza kufanya vizuri kulingana na ubora wa kocha tulionao, kwa sababu kocha wetu kwa sasa huwa anapenda sana mchezo wa speed. Kwa hiyo hata wale walio kuwepo kila mmoja anatamani kuonyesha kiwango chao alichonacho kwa sasa. Kwa Koite ni timu ya kawaida. Umeona? Kwa sababu unapoongelea Koite na timu ya taifa Tanzania, sisi tuna wachezaji bora. Umeona? Tuna kikosi bora. Simzao Emedi Morocco, lakini Emedi Morocco kuna madhaifu alikuwa nayo. Unakuta amepata goli moja, lakini timu anapaki basi. Angalia sabu zake. Unakuta
yaani anatoa winga anamleta beki. Ni kitu ambacho hakipo. Maana yake unamleta beki, unataka beki akashambulie. Kwa wale watu wakirudisha lile goli, maana yake huna possibility tena nyingine ya kupata lile goli. Anaweza akatufikisha pazuri kama wakimwachia timu yeye mwenyewe kwa muda mrefu. Atatufikisha pazuri. Na imani naye kwa hiyo. Ni mashabiki hao wakitoa maoni yao kuhusiana na ujio wa Miguel Gamondi, timu ya taifa ya Tanzania. Bado nizungumza na mchambuzi hapa masuala ya soka. Naweza kusikia mambo matatu. Philip, karibu. Asante kaka. Mambo yanaenda. Safi, naendelea. Safi. Ya, karibu. Kwanza tuanze kutazama kile ambacho kimeendelea mpaka sasa. Kikosi kimeshasafiri, tunapozungumza sasa kimeshaondoka kuelekea Misri kwa ajili ya maandalizi ya mchezo dhidi ya Kuwait, na kikosi ni hiki tutakiona hapo, tuweze kuona namna ambavyo nyota hawa wanakwenda kupambana, ikiwa ni maandalizi ama warm up kuelekea AFCON ambao ni mapema mwezi ujao tu hapo tarehe 20 na kitu watakuwa na mchezo wao wa kwanza kwenye michuano ya AFCON. So far kwenye kikosi ambacho kimeondoka mpaka sasa kuelekea mchezo nini unakiona? Ni kikosi bora kwa sababu wachezaji wote ambao wametazamwa kutoka kwenye timu ya taifa na wale ambao walikuwa kwenye club pia. Kuna wengine ambao wameshacheza timu ya taifa mara nyingi, kuna ambao hawajacheza muda mrefu sana. Lakini wanatakiwa kwenda kuonyesha kitu kipya kwa sababu pia benchi la ufundi ni jipya. Kuna ambao wameingia hivi karibuni, mfano Kevin Nation, nafikiri ana siku 2 tu kuanzia ameingia kwenye kikosi cha timu ya taifa. Lakini anachotakiwa kwenda kufanya ni nini? Ni kwenda kumuonesha mwalimu ya kwamba hiyo nafasi aliyopewa alikuwa anastahili kupewa kuanzia mwanzo. Lakini kuna wengine ukiwaona huwa wanakuepo ni timu ya taifa lakini hawapati nafasi. Sasa hivi kama wamuonesha mwalimu mazoezini, na maana anaenda kuwapa nafasi kwenda kuona kile ambacho wanacho ambacho ni bora labda kuliko wale wengine ambao walikuwepo. Ukitazama kuna maingizo ambayo yamekuwa mjadala kwa muda mrefu, kwa mfano kama ingizo la Haji Mnoga, Novatus Dismas wamekuwa wanaitwa mara kadhaa kwa maana kutoka nje ya Tanzania. Lakini pia Terry miongoni pia mwa makocha wachezaji ambao wameitwa safari au mtu muona wapo, pamoja na Charles Mmombwa. Nini wanakwenda kuongeza kutokana na uzoefu wao kimataifa kwenye mchezo huu? Kina Novatus nafikiri wameshatuonesha kwenye mechi ambazo wamecheza, wameshatuonesha kwamba kuna kitu ambacho wanacho, wanaweza kuongeza kwenye timu tofauti na baadhi ya wachezaji wengine ambao waliitwa kutoka nje na sasa hivi hawaitwi. Lakini kikubwa wanachotakiwa kufanya ni lazima wakumbuke kwamba sasa hivi wanaenda kukutana na mwalimu tofauti. Aina ya kucheza itakuwa tofauti, aina ya maelekezo itakuwa tofauti, kwa sababu jinsi ambavyo timu inacheza sasa hivi ni tofauti na jinsi ambavyo ilikuwa inacheza nyuma kipindi akiwa kocha Emedi Moroko. Kwa kila mmoja atahitaji lazima kumuonesha mwalimu kwamba kuna kitu anacho ambacho kinaweza kikalisaidia ili taifa hapo mbele. Shida ambayo tunayo sasa hivi ni kwamba tuna muda mchache sana wa kuelekea kwenye finali za AFCON. Na ukitazama kwenye ratiba unaona baada ya hii mechi hakuna FIFA break nyingine katikati. Kama ingewezekana mimi sijui, lakini kama TFF wakiweza ni vizuri wakamtafutia Gamondi hapo katikati angalau mechi zingine 2 za kirafiki hata kama zitakuwa zinakaribiana sana ili kuhakikisha kwamba anatengeneza timu yake ambao anaenda nayo kwenye AFCON. Sio hata kikiwa indoor so mbaya. Hata ikiwa indoor yani haishirikani, hata kama itachezeka kwenye uwanja ambao hauna mashabiki, hata kama itachezeka kule wakishafika kule kwenye mashindano, labda wakipata nafasi ya siku 1 siku 2 itakuwa vizuri, kwa sababu timu ambayo anaenda kucheza nayo Kuwait ni timu ambayo wenyewe wanaimudu kwenye viwango vya FIFA. Sisi tuko juu zaidi yao, kwa kwenye zile ranking Stars ikipoteza hii mechi atakuwa amepoteza dhidi ya timu ndogo zaidi kuliko alivyo yeye. Hai, bana, shukrani sana. Tupata saa mwingine kujadili mengi zaidi hapo baadaye. Ni mchambuzi wa masuala ya soka Philip Nkini nikizungumza naye kuhusiana na mjadala wa Stars ambayo imeanza safari hii leo kule Misri ambako anacheza mchezo wa kirafiki dhidi ya Kuwait kombe churadhi kwenye walinda mlango pale. Lakini tuangalie sasa swali ambalo tulikuuliza kwenye kurasa zetu mbalimbali za mitandao ya kijamii. Kwanza swali lilikuwa linauliza Taifa Stars kuminyana na Kuwait mchezo wa kirafiki Novemba 15. Unafikiri utakuwa mchezo wa aina gani? Swali limeuliza hivyo. Tuangalie kile ambacho umetuandikia kupitia kurasa zetu sasa. Huyu anaitwa Majid Hassani Mvula. Anasema kocha mpya hatutamwangalia sana matokeo yake, bali tutatazama zaidi mwenendo wake na kitu gani kipya akakileta kwenye timu. Kocha Gamondi ni mzuri sana wa mbinu, naamini mechi hii ataitumia vizuri kujiandaa na mechi za kuelekea AFCON mwezi Disemba. All in all kila kitu. Anasema all in all kila laheri Taifa Stars, maneno yake hayo. Lakini Baraka Masai anasema kutoka Kibondo Kigoma, soka la Taifa Stars linaenda kubadilika kwa kiasi kikubwa kutokana na kwenye mashambulizi ya anasema kutoka kwenye mashambulizi ya counter attacks kuwa soka la kumiliki game kuanza kati, japo tunatakiwa kuwaheshimu wapinzani wake. Anasema boli itatembea chini, maoni yake. Lakini Maneti Kioni anasema wa Iringa Uluti, mchezo utakuwa mgumu kwa pande zote na Stars wakapambane kwa nguvu zote na kwa ushirikiano. Ni maoni yake, amemaliza hivyo.
Tuangalie pia mwingine, na sasa ni Facebook. Omari Mbaraka anasema utakuwa mchezo mgumu, lakini tuna imani wachezaji wetu watalipambania taifa letu, na kikubwa sisi mashabiki tunawasapoti wachezaji wetu ili mchezo uwe mrahisi kwao, maana shabiki ni mchezaji nambari 12 uwanjani. Lakini Mungu Msafi wa Zanzibar Tanzania anasema anataraji kuona Taifa Stars kuwa katika kiwango bora, maana kocha tumepata, tunajua ubora wake, kikubwa wachezaji wawe kitu kimoja. Nina imani tutashinda mechi hiyo, ni maoni yake. Lakini anasema naitwa Abdul Salam, nipo Arusha. Mimi mtazamo wangu utakuwa mchezo wa kuvutia, sababu ukiangalia Taifa Stars na Kuwait ni kama Simba na Yanga, yeyote anaweza kupata matokeo kwa mwenzake kwa sababu ya viwango. Ni maoni yao hayo kupitia kurasa zetu za mitandao ya kijamii. Lakini sasa tuangalie lingine ambalo tunalo mezani. Wauzaji wa jezi za klabu za Simba pamoja na Yanga kutoka Dar es Salaam, wao wameeleza namna ambavyo mashabiki wanazisubiri kwa hamu jezi hizo, hasa zile mpya za kimataifa, huku wakieleza namna ambavyo jezi hizo zitakavyonunuliwa kwa wingi pindi ambapo zitawafikia madukani. Uitikio ni mkubwa, mashabiki wanakuja kwa wingi kuja kuulizia jezi mara baada ya kuona tangazo klabu ya Simba ikiwa imeshalitoa tayari kwamba kutakuwa kuna jezi mpya za klabu bingwa. Kwa hivyo mashabiki wanakuja kwa wingi sana, wa jumla na rejareja, wote wanakuja kuulizia jezi za Simba. Kwa hivyo mwitikio ni mkubwa sana kiukweli, mpaka hivi sasa wanazisubiria kwa hamu sana. Of course shauku tuna kubwa sana kutokana na itaongeza chachu ya mauzo katika kampuni, tutauza zaidi kwa sababu zinapokuja jezi mpya za Simba speed waka kubwa sana. Mashabiki wa Simba wanajitolea sana kununua jezi zao kwa nguvu moja kabisa. Kwa sasa tunasubiria jezi zetu mpya zinazotambulishwa leo. Ila uhitaji wa watu ni wengi. Kila mtu amekaa anasubiria jezi mpya. Kila tunapata simu kutoka mkoani hata nje ya nchi, wanaulizia jezi zetu vipi, mzigo umefika? Tunawaambieni kaeni mkao wa kula. Tuko lele, hatunaga mbambamba. Kitu lele kinakuja. Yani tofauti na cha mwaka jana na cha mwaka juzi. Iko kitu kimedamshi hatari. Tunavaa wiki kama ngapi? Tarehe 22 kila mmoja tukivuka maji pale, kila mmoja amevaa jezi yake ya msimu wa mwaka huu. Huni mshike, endelea kuwa nasi. Asante kwa kuendelea kuwa nasi. Baadhi ya mashabiki wa Young Africans kutoka Dar es Salaam wanaamini kuwa timu yao itafanya vizuri katika ligi ya mabingwa Afrika, wakiwa kundi B na timu za Al Ahly ya Misri, AS FAR Rabat ya Morocco na JS Kabylie ya Algeria, huku wakiwa na uhakika wa kutumia vyema uwanja wa New Amani Complex visiwani Zanzibar. Unayepangwa naye ndio wa kupambana naye. Kwa hali hiyo kwenye kundi hakuna kigogo. Kuna wazoefu na wanayekuja kwenye uzoefu. Lakini sasa Yanga ni wazoefu wa muda mrefu, tumeshaingia finali. Kwa hali hiyo sisi kwenye lile kundi FAR Rabat huyo wa Morocco ndio tunaanza naye. Hatuna wasiwasi wala hatuna shida. Nimefurahi mfumo wa sasa hivi. Huyu kocha aloingia ndo mfumo ninaotaka mimi. Kwa nina imani kabisa hata nikienda Zanzibar FAR Rabat yani hatoki. Ule uwanja wa Zanzibar kama Manchester, ule ni tambalale, hauna bonde wala una mashimo, watofungwa kihalali. Hakuna kulalamika. Pale sisi tumepakubali. Sisi hatuna shida, tumejikubali. Sisi popote, kama popote. Ukiwa bingwa unajikubali, hata chini ya vumbi unaogelea tu. Yani Yanga iko juu kimataifa zaidi. Tunajikubali. Tuna kikosi kamili, Al Ahly. Yani wajipange. Mguu wa shingo, mguu wa roho. Atupwi mtu pembeni, sasa hivi wanakula 4 au 3. Itikadi zetu. Kipindi cha kwanza watapokea 1, kipindi cha pili lazima watoke na 2. Na mashabiki wa kundi wa Msimbazi Simba wamesema kulingana na kundi walilopangwa katika ligi ya mabingwa barani Afrika msimu huu hawana mashaka na timu yao, huku wakiwa na imani kufanya vizuri kutokana na uzoefu ambao kikosi hicho kinao mpaka sasa. Simba Sports Club ipo kundi D na timu za Esperance de Tunis, Atletico Petro ya kule Angola na Stade Malien ya kule Mali. Timu yangu naiamini na kundi lililopangwa na uhakika nitashinda, kwa sababu mimi Simba naiweza Mwarabu, Yanga Mwarabu amwezi. Mimi Mwarabu ndo wangu.
popote ndani na nje mimi natoboa. Timu yangu sasa hivi ina kikosi kizuri. Kwa hiyo ushindi upo na mwaka huu lazima nitachukua kombe. Na uhakika kabisa na kundi ambalo nimepangwa nalo. Sina pressure na hilo kwa sababu Simba kama Simba ni timu kubwa na Simba inajulikana katika ikifika kwenye mambo hayo, kwenye hatua hizo kwenye mechi za kimataifa zinaga masiala. Kwa hiyo yani kuhusu timu yangu na kuhusu na kundi ambalo tulopangiwa na uhakika kabisa ushindi si tunaondoka nao. Timu yangu na hatua inaoenda sina mashaka nayo. Kiukweli na timu nzuri, na timu bora na naamini kabisa wanajua ikishafika katika hatua hii haina cha kupoteza. Kwa kikosi cha Simba na makundi yaliyopangwa Simba sina shaka nayo. Navyoelewa Simba kimataifa na kundi tulioweka naona kama ni kundi si ndio wa kwanza kufuzu cha kwanza. Najihakikishia kila mahali napata pointi. Iwe nyumbani, iwe ugenini. Sina shaka kabisa. Kuhusu kocha wetu na wachezaji wa mstechaji wa kocha na kwa wachezaji wake wako vizuri kabisa. Sina shaka nayo Simba, naiona Simba inaingia makundi, inaingia robo finali bila utata kabisa. Simba iko vizuri mwana bwana. Yaani siwezi kusema kwamba kwa sababu Simba eti kapangiwa na makundi eti kwamba eti sisi watu wetu ndio itakopo ndio biashara imeisha, hapana. Yaani Simba kwenda robo ni jambo la kawaida kwa Simba. Tukiendelea kuangazia mashabiki, kwa upande wa mashabiki wa Azam FC wao wametamba na kutakia kila laheri timu hiyo kuelekea mechi zao za kombe la shirikisho Afrika, wakisisitiza timu yao itafanya vizuri. Yangu mwaka huu kwa timu yangu ni kufika mbali, kufika robo. Na tuna 100% tutaenda robo. Kama tulivyojiandaa na tunavyomwamini kocha wetu Ibenge, atakuja kutufanyia mambo mazuri na tarehe 21 na Manyema tunaenda kupambana tupate ushindi wanaume 22. Mungu atasaidia inshallah. Kuhusu Azam na FC Manyema, mchezo utakuwa mzuri. Tunategemea ushindi tu. Hakuna zaidi ya kingine. Ila zaidi tunaomba wachezaji wajitoe na sisi tunategemea hicho tu. Leo tarehe 21 na imani tutafanya vizuri, tutapambana vizuri, tuna wachezaji wazuri, tuna fitness ya kutosha, mazoezi mazuri. Tuna imani na kocha wetu Ibenge ni mzoefu kwenye mashindano haya, inshallah tutafanya vizuri kwa uwezo wa Allah. Tutashinda, tuna timu nzuri, timu yetu ni bora. Kwa hiyo nachokiomba wachezaji wasituangushe. Wacheze kwa kujituma. Sisi tutaunga mkono kama mashabiki wa Azam FC. Na uongozi wa Azam FC kupitia meneja wa masoko na mauzo wa klabu hiyo Ayub Shelukindo wameweka wazi muendelezo wa ofa za bidhaa mbalimbali za klabu hiyo kuelekea michuano ya kimataifa, huku akitoa wito juu ya kuwasajili mashabiki wa klabu hiyo. Kuelekea michuano ya kimataifa ambayo ni kombe la shirikisho barani Afrika, tumeamua kuendelea na ile ofa yetu ambayo ukinunua jezi ya Azam Football Club unapata t-shirt moja free. Kwa hiyo tumeamua kuendelea nayo kuelekea mechi za hatua ya makundi, ambayo mechi yetu inayofuata tutacheza kule Kongo. Kwa hiyo nitoe wito kwa mashabiki wa Azam FC na wadau wote kiujumla wakaribie katika maduka yetu, wajipatie jezi bora kabisa za Azam FC, ikiwemo na hiyo ofa ya t-shirt. T-shirt zenyewe ni kali sana. Kwa hiyo karibuni mpate bidhaa bora kabisa za Azam Football Club. Vile vile ule mchakato wa kuwasajili mashabiki wa Azam FC unaendelea, ambao msimu huu tuna ziara zetu za kimasoko ambao tunatarajia kuzunguka Tanzania nzima. Kwa hiyo wadau wa mikoani wakae mkao wa kula, tutawafikia na kuwasajili na kuwapatia jezi zao bora kabisa. Vile vile niwakumbushe wa Tanzania, huna haja ya kununua jezi feki mtaani. Tembelea maduka yetu official na mawakala wetu official ili upate jezi original kabisa. Vile vile sisi kama idara ya masoko safari tumeamua pia kufika kimataifa. Kwa hiyo tunatarajia pia kuwafikia mashabiki wa Azam FC Kongo. Kwa hiyo tutawafikia tukiwa na jezi zetu bora na kadi za mashabiki. Kwa hiyo safari hii tumejipanga vizuri kabisa. Wakati hayo yakiendelea, kikosi cha Singida Black Stars kimeweka kambi ya wiki moja hapa Dar es Salaam kujiandaa na michuano ya kombe la shirikisho Afrika, ambapo wanataraji kwenda Algeria kucheza mchezo wa kwanza hatua ya makundi dhidi ya CR Belouizdad. Huyo hapa ni afisa habari wa kikosi hicho Hussein Masanza akielezea mipango yao. Ya mchezo wetu wa tatu wa ligi kuu dhidi ya Pamba Jiji tuliocheza tarehe 8 mwezi Novemba mwaka 2025 kule jijini Mwanza kwenye uwanja wa CCM Kirumba na kuondoka na alama moja ugenini.
Kikosi cha Singida Black Stars kilipata nafasi ya mapumziko mafupi. Wachezaji walipewa ruhusa na kocha Miguel Gamondi kwenda kusalimia familia na kupata muda wa kupumzika, kwa sababu hakukuwa na ratiba nyingine yoyote ya hivi karibuni ya mchezo mwingine wowote wa ligi kuu baada ya ligi kusimama kwa muda kupisha kalenda ya FIFA. Hivi ninavyozungumza tayari mapumziko hayo yamekamilika na wachezaji wamerejea rasmi kambini leo tarehe 12 mwezi Novemba kwa ajili ya kuanza maandalizi kuelekea michezo inayofuata. Kwa mujibu wa ratiba ambayo tuko nayo, mchezo ulioko mbele yetu ni mchezo wetu wa kwanza wa hatua ya makundi kombe la shirikisho barani Afrika, mchezo ambao tutacheza ugenini dhidi ya CR Belouizdad. Kwa hiyo taarifa iwafikie wadau na mashabiki wetu kwamba kwa kipindi cha wiki moja kuanzia leo timu itaweka kambi yake maalum jijini Dar es Salaam, ikiwa ni maandalizi ya safari hiyo kuelekea nchini Algeria, sambamba na maandalizi ya mchezo huo husika ambao tutacheza kule Algeria mnamo tarehe 22 mwezi Novemba mwaka 2025. Kwa mujibu wa ratiba na programu ya aliyoacha kocha Miguel Gamondi, hatutakuwa na mchezo wa kirafiki kipindi hiki cha wiki moja. Focus yote itakuwa ni kujiandaa kuzifanyia kazi mbinu ambazo Miguel Gamondi ataenda kuzitumia kwenye mchezo huo dhidi ya CR Belouizdad. Kwa hiyo ni maandalizi ambayo yatafanyika kwa siri, kwa maana ya kambi hii itakuwa ni kambi ya ndani zaidi. Mazoezi yote yatafanyika kwa uangalifu wa hali ya juu, kwa sababu ni mechi ambayo tunaitazamia itaenda kuwa na ushindani wa hali ya juu, na tunafahamu michezo kwenye michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika ina namna nyingi ya kuziendea. Kwa hiyo hakutakuwa na mechi ya kirafiki, lakini tunaamini maandalizi ambayo yatafanyika yatakuwa ni maandalizi mahususi kwa ajili ya mchezo huu muhimu, na inshallah tutaenda kupambana kwenda kutafuta ushindi ugenini. Katika hatua nyingine, uongozi wa klabu hiyo ya Singida Black Stars umetangaza fursa kwa wasanii mbalimbali kutengeneza nyimbo rasmi ambazo watazitumia kwa ajili ya timu yao. Nitumie pia fursa hii kuendelea kuwakumbusha na kuasisitiza wasanii wakubwa pamoja na vijana wenye vipaji kutunga wimbo maalum kwa ajili ya timu yetu ya Singida Black Stars. Tunatafuta wimbo ambao utakuwa ndio sauti yetu inayobeba hisia zetu, hisia za mashabiki wetu na hisia za ushindani wa timu yetu kwenye msimu huu 2025-26. Yapo mengi ya kujivunia, yako mengi ambayo yanakuja mbele yetu tunataka tujivunie, lakini lazima tuwe na sauti yetu kupitia muziki. Kwa hiyo tumetambulisha kampeni ambayo inaendelea hivi sasa kwenye mitandao ya kijamii, inaitwa Sing for Singida, kwa wasanii wote ambao wana vipaji na wenye uwezo wa kutunga, watunge nyimbo zao, warekodi nyimbo zao, kisha vipande vidogo wa viposti mitandaoni, kisha viambatane na hashtag ya Sing for Singida, ili tuweze kupitia mchujo ambao baadaye utapigwa kura na mashabiki kupata wimbo bora wa timu yetu ya Singida Black Stars. Ni msimu wetu bora, lazima tufurahi, lazima tuwe na nyimbo ambayo inatuunganisha timu na mashabiki wetu. Na kwa wasanii ambao wanahitaji kutuma kazi zao kwa ukamilifu, wanaweza kututumia kupitia barua pepe yetu ya media@singidablackstars.co.tz. Tutafanya uchambuzi wa kina kwa kisha tunapata wimbo bora ambao utaenda kuwakilisha timu yetu kwenye matukio yote, matukio yote ya timu, kwenye safari, kwenye mechi, hata siku ambayo tunashangilia mambo yetu tutakuwa tunatumia wimbo huo, na msanii atapata fursa nyingi za kuweza kuperform na vitu kama hivyo. Naam, tuangalie undani sasa zaidi kuhusiana na mechi hizo za kimataifa zinazokuja. Tumetoka kuwatazama Singida Black Stars, hapo tuanze nao. Karibu sana Philip Nkili. Naam, tumetoka kumtazama Singida ambaye miongoni mwa timu zile 4 ambazo zimefanikiwa kutinga kwenye hatua hii. Pongezi nzito sana kwanza, kwa sababu nadhani mataifa 4 pekee ndio ambayo yameingiza timu 4, sio? Kwenye hatua hii. Tanzania naye akiwemo na Singida zamu yake. Hii ndio michezo miwili ambayo atacheza ya awali kabisa tarehe 22 mwezi huu Novemba na tarehe 30. Nini unakiona? Mechi ya kwanza ni mechi ngumu kwa sababu itakuwa ni mechi yake ambayo inampa testi tofauti. CR Belouizdad kidogo tunawafahamu, wana uzoefu kwenye michuano ya CAF tofauti na Singida jinsi walivyo. Lakini Singida ina wachezaji ambao wana uzoefu inawezekana zaidi kuliko ambao watakukuta wale wanao CR Belouizdad. Kwa kikubwa nafikiri wana mwalimu mzuri ambao ameshaonesha na uwezo kwenye michuano ya CAF. Wana kikosi kizuri, walichofanya Singida mpaka kufika hapa sio kitu kidogo. Inawezekana target yao ilikuwa ni kufika hatua ya makundi, lakini sasa wana uwezo bado wa kufanya vizuri zaidi. Ukiwatazama mechi zao jinsi ambavyo zilivyo, mwaka huu watacheza mechi mbili.
Watacheza hizi ambazo unaziona hapo, baada ya hapo wataenda kwenye AFCON. Kwa watakuwa na nafasi ya kujipanga vizuri kwenye mechi zinazofuata. Huku kwenye kafu sio kama resi za kwenye ligi. Huku kinachotakiwa ni mahesabu yako umeyapanga vipi. Anaweza Singida akaenda kwenye hiyo mechi akiona kama ana uzito wa kupata pointi 3 itakuwa vizuri, akiona hawezi basi angalau achukue pointi 1. Lakini bezi yake kubwa ije ikawe nyumbani. Ndicho ambacho timu nyingi zinafanya kwa Afrika. Hata Ahali akija kucheza huko kwetu anakuja akiwaza kwanza sare, alafu baadaye anaenda kumalizia bezi yake nyumbani. Kwa jinsi alivyojipanga nafikiri itakuwa ni nafasi kwake kuweka rekodi. Lakini kati yanaendelea mengine target washafika. Hichi kinachofuata ni bonus, sio? Walivyosema wenyewe mwanzo kabla ya kufika hatua ya makundi ilikuwa ni target yao ni kufika hatua ya makundi, na wengi pia waliona kama vile haitawezekana, lakini wameonyesha kwamba wanaweza. Kwa kwenda robo finali pia inawezekana. Kwa hiyo wanaweza wakavuka yale malengo ambayo walikuwa wanayatarajia mwanzo. Haya, Azam FC pia naye atakuwa mzigoni kwenye michezo hii ambayo itapigwa hivi karibuni, na Azam FC atacheza michezo hii kama ambavyo unaona. Kwanza atakuwa na mchezo ambao ataenda kucheza kule Congo DR dhidi ya Maniema Union tarehe 23. Kesho kutwa tu hapo. Anaweza mbaki siku chache sana. Novemba 2025 dhidi ya Azam FC, lakini dhidi ya Union Maniema Union, lakini baada ya hapo pia atarejea nyumbani tarehe 30, ni kama siku 7 mbele. Kwa na wiki inayofuata atakuwa anakipiga dhidi ya Wydad. Wydad ni wazoefu kiachana na Maniema. Azam anakutana na test ya tofauti. Naye pia ni mara yake ya kwanza makundi na anakutana na shughuli ya Wydad na Union. Ni Wydad ni wazoefu kweli. Wydad hata kwenye timu zote ambazo wanaweza wakacheza nazo kwenye level hii, kila mmoja anajua ubora wao. Wana ligi ya mabingwa wameshachukua mara 3, kwa hiyo huwezi ukawafananisha na wengine wote ambao wako kwenye hilo kundi. Maniema ambao Azam wanaenda kuanza nao itakuwa ni testi ya kwanza kuonesha kwamba wana uwezo wa kufanya vizuri zaidi, kwa sababu sio timu bora sana, pamoja na kwamba ni timu ambayo inajijenga upya baada ya kufanya vizuri zaidi huko nyuma, lakini nayo haina rekodi kubwa zaidi kwenye michuano hii ya CAF. Kwa level yao hapa inaonekana zinafanana. Kama Azam wakijipanga vizuri na kikosi alichonacho, kwa sababu ndio timu bora zaidi ambayo imefuzu kwenye hatua ya makundi mpaka sasa hivi. Idadi ya mabao ambayo Azam wamefunga hakuna timu nyingine yoyote ambayo imeweza kufanya hivyo. Hii Nairobi United, timu mpya kwenye ligi ya Kenya, imepata nafasi ya kufika hapa. Nafikiri ni sehemu ambao Azam wanaweza wakachukua pointi zao zote 6 kama wakijipanga vizuri na kwenda hatua ya robo finali. Kwa hiyo tusubiri tutaona, lakini hawa ni wekundu wa Msimbazi Simba, na sasa ni ligi ya mabingwa barani Afrika. Ukiacha Singida pamoja na Azam FC, Simba mchezo wake wa kwanza ni kati ya Novemba 21 mpaka 23, 2025, na mchezo wa kwanza Simba anaanzia nyumbani dhidi ya Atletico Petro kutoka kule jiji la Luanda. Simba anaanza kwenye bezi yake. Hapa ni nyumbani, ni sehemu ambapo ameshajitengenezea nafasi yake kubwa ya kwamba ana uwezo wa kuchukua pointi 3 kwenye michuano ya CAF. Kwa hiyo kikubwa ni mashabiki waende wakaoneshe kile ambacho wamekuwa wakionyesha huko nyuma. Lakini kwenye ubora wa Atletico ni timu nzuri. Kwenye misimu ya hivi karibuni imefanya vizuri, pamoja na kwamba huko nyuma haina rekodi kubwa sana ya kutisha. Back to back kwenye hili kundi, ukiwatazama Simba unaona ya kwamba ndio timu ambayo imekuwa kwenye michuano ya CAF mara nyingi kwenye miaka hivi karibuni kuliko hizo timu nyingine zote ambazo wako nao kwenye kundi wa Esperance de Tunis. Mtu atazame Yanga na wao. Mchezo wao wa kwanza kati ya 21 mpaka 23 na Novemba itapigwa nadhani visiwani Zanzibar. Yanga naye pia anaanzia nyumbani. Mechi bora, na ni mechi ambayo inaweza kaonesha Yanga picha ya mashindano jinsi yalivyo. Yanga ni timu ambayo ukiwauliza wanaweza kukwambia kwamba wanaogopa Yanga zaidi kuliko Yanga wanavyoogopa wao, kwa sababu currently hapa karibuni Yanga kwenye misimu 3 wamefanya vizuri sana. Fika finali ya kombe la shirikisho ni tofauti na uwezo walichokifanya. Walifanya lakini ni huko nyuma zaidi. Kwa hiyo kwenye kikosi cha Yanga jinsi kilivyo, mwalimu walionaye na uwezo ule ambao wameshaonesha kwenye ligi mpaka sasa hivi, hakuna shaka ya kwamba wana uwezo mzuri wa kuanza kwenye hatua nzuri kwenye hiyo mechi ya kwanza. Bwana, shukrani sana. Tuko vizuri. Philip Nkini, mchambuzi wa masuala ya soka, nikizungumza naye kuhusiana na yale ambayo tulikuwa nayo mezani leo. Na hivyo ndivyo ambavyo tunakamilisha nusu saa ya kwanza. Asante kwa kuendelea kwa nasi. Huu ni Mshike. Jina langu ni Kennedy Moses. Timu ya taifa ya wanawake Tanzania ya mchezo wa futsal imeelekea nchini Indonesia kucheza mchezo wa kirafiki kujiandaa na kombe la dunia la mchezo huo linalotarajiwa kufanyika nchini Ufilipino. Kabla ya kuondoka, kocha wa timu hiyo pamoja na wachezaji ikiwemo Fatma Isa wamesema licha ya kuwa ni mara yao ya kwanza kushiriki, watajitahidi kufanya vizuri, huku wakiwataka wa Tanzania kuwa pamoja nao. We are going to Indonesia to have 2 friendly games against the Indonesian women's team.
Tunakwenda Indonesia. Tutakuwa na michezo miwili ya kirafiki na timu za wanawake za Indonesia. Tuna vipaji na tunahakikisha tunafanya vizuri na kwa wakati sahihi ili kuongeza ushindani. Baadhi ya timu zimecheza zaidi ya miaka 30. Hivyo kwetu ni mara ya kwanza kucheza futsal kwenye mashindano. Tunatumai tunajifunza zaidi na itatuongezea kitu kwenye AFCON. Tutaheshimu kila timu tunayocheza nayo na tunaamini ni timu nzuri na zinaelewa mifumo ya uchezaji wa futsal. Lakini ukija kwenye michezo muhimu, Tanzania haiogopi kucheza. When it comes to pressure games, Tanzania is not afraid to play. Tunawapa matumaini wa Tanzania watusupport hata kama hawapo kule, na imani kwamba tunaweza tukakutana nao wengine baadhi, lakini wengi wako huku kwenye nchi yetu, lakini waendelee kuangalia na watusupport kupitia hata kwenye television, itakuwa ni vizuri zaidi. Lakini sisi pia tumejiandaa vizuri na tutapambana kwa uwezo wetu, japokuwa ni mara ya kwanza, lakini tutajitahidi kwa uwezo wetu ili tuweze kufanya vizuri. Hakuna mtu ambaye ana matokeo kwenye jambo fulani. Kila mtu anamwamini Mwenyezi Mungu na jitihada zake ndio anaweza kupata kushinda. Kwa hiyo tunajua tunaenda kukutana na timu kubwa ambazo zina uzoefu hali ya juu. Sisi ndio kwa mara yetu ya kwanza, lakini mimi nina imani kwa uwezo wetu tutapambana, tutafanya vile ambavyo tunafundishwa na walimu wetu na tutafanya vizuri. Wakati anaendelea, kikosi cha timu ya taifa ya Uganda kimeanza mazoezi kuelekea fainali za AFCON 2025 zitakazofanyika kule Morocco, kama anavyoarifu Akida Kelango. Kikosi cha Uganda maarufu The Cranes kimeanza maandalizi chini ya kocha mkuu Paul Put, ikiwa ni maandalizi kuelekea michezo yao miwili ya kirafiki dhidi ya Chad Novemba 15 na baadaye watacheza dhidi ya Morocco Novemba 18, ambapo The Cranes watakuwa ugenini. Kuelekea katika michezo hiyo miwili, kocha wa The Cranes Paul Put amesema hawezi kutoa tathmini juu ya kikosi chake kwani bado ni mapema. Nisingependa kuzungumzia sana mazoezi yetu ya kwanza kwa sababu tunahitaji muda zaidi wa kufanya mazoezi na kumekuwa na maingizo mapya katika kikosi hiki. Lakini ninaamini kwamba licha ya kukosa nyota wanne kwa sababu mbalimbali ikiwemo kukosa visa na majeraha, ninaamini tutaendelea vizuri na maandalizi yetu. Kwa upande wa washambuliaji wa kikosi hicho, Melvin Lorenzen pamoja na Baba Al Hassan wamefurahia kujumuishwa katika kikosi cha Paul Put, wakiamini kwamba wataliwakilisha vema taifa lao kutokana na morali walionayo. Ninajisikia fahari sana kuwa sehemu ya kikosi hiki, licha ya kwamba kumekuwa na mabadiliko katika nafasi kadhaa ukilinganisha na ilivyokuwa mara ya kwanza. Kwa jinsi tulivyofanya mazoezi, kila mmoja ameonekana kuyafurahia. Tumekaribishwa vizuri na kikosi kina wachezaji wa ndani na kimataifa, na ni matarajio yetu kuiwakilisha vyema nchi yetu. Mazoezi yalikuwa mazuri sana na tunategemea kuendelea kufanya mazoezi kama tulivyofanya leo hadi utakapofika muda wa kucheza dhidi ya Chad ili tuweze kuona tumepiga hatua kiasi gani. Uganda imepangwa katika kundi C katika mashindano ya AFCON yatakayofanyika mwezi Desemba mwaka huu nchini Morocco, ikiwa pamoja na Tunisia, Nigeria na majirani zao Tanzania. Na kikosi cha timu ya taifa ya Kenya Harambee Stars kimeweka kambi nchini Uturuki kujiandaa na michezo miwili ya kirafiki dhidi ya Equatorial Guinea na Senegal. Kocha msaidizi wa kikosi hicho Fasil Manosakis ameweka wazi juu ya mipango yao kuelekea katika michezo hiyo, akisisitiza kwamba watatumia mbinu tofauti na zile ambazo zimezoeleka. Kwa upande wa nyota wa kikosi hicho, wao wamezungumzia juu ya utayari wao kuelekea kwenye michezo hiyo miwili, ikiwa ni pamoja na kujumuishwa kwa wachezaji vijana. Two very strong opponents that are preparing for AFCON. So we definitely got our work cut out for us. Tumeamua kuja tofauti kidogo kwa sababu wakati wao wanafikiria mashindano ya AFCON, sisi tumefikiria kuzidi kukiimarisha kikosi chetu. Tumekuwa na wachezaji wanaocheza ligi za ndani mara kwa mara kila mwisho wa juma, na tunatamani kama tungewapata wengi zaidi kwa sababu wapo katika kiwango kizuri. Kwa wachezaji wachanga, nadhani umeona namna wanavyocheza, hivyo tunaweza kupata timu mpya ya taifa ya Kenya.
Kuhusu michezo ya kirafiki inayofuata, tutajitahidi kushinda kila mchezo, licha ya kwamba tunafahamu itakuwa ni michezo migumu. And we know it's going to be difficult, but that's what the approach is. New faces kwa team, of which ni a good thing, because most ni my young talents. So I think it's a new thing for everyone. Hata mwenye wako nje wako like ina motivate, like kila mtu anaweza pata chance ya kuja kucheza Harambee. This is a different team, maybe kwa inclusion ya new players, but sema kwa bola kunaga mchezaji mpya, so I think ndio tuko na team poa. Of course this is the first training, so ni itakuwa outing poa in this camp. I look forward kwa games zinakuja hapa mbele. I feel poa sana, like this imekuwa dream na now it's coming true, so I'm very happy to represent the country, play for Harambee Stars. Na right now niko na the opportunity to play for Kenya, na it's a dream come true. My goal ni kuwa nimeingia Harambee Stars come 2027, ready for the AFCON, but now imekama mapema na sasa imenipea excitement. Like I'm very happy. Yeah. First thing naona kuachieve ni to make the debut na to score. Afisa mtendaji mkuu wa klabu ya KMC Daniel Madenyeka ameweka wazi mikakati iliyoweka kuhakikisha timu yao inarejea vyema kwenye mzunguko wa 7 wa ligi kuu NBC kufuatia kiwango kibovu walichokionyesha. Hadi sasa KMC FC imecheza michezo 6 na kupoteza michezo 5 huku ikipata ushindi katika mchezo mmoja pekee. Sasa hivi timu yetu ya mpira wa miguu wa KMC haipo kwenye nafasi nzuri, kwa maana ya kwamba tupo kwenye nafasi ya mwisho. Tumeshacheza michezo 6, tumepoteza 5 mfululizo, tumeshinda mchezo mmoja dhidi ya Dodoma Jiji. Ni timu ambayo hatukutarajia kwanza kuwa katika hatua hiyo, kwa sababu toka tumepanda ligi kuu tumekuwa tukianza msimu wa ligi kuu vizuri, lakini imetokea na hatuwezi kusema kwamba haipo. Ni ipo, ila tunachokifanya ni kwamba tunaendelea kujipanga, kwa sababu tuna siku kadhaa, kwa tuna mchezo unaofuata tarehe 21 dhidi ya JKT ili tuweze kufanya vizuri kwenye mchezo ujao. Technical bench tayari tumekaa nao na wao pia yapo walioyaeleza, lakini pia wapo viongozi wetu tayari nao tumeshawapelekea hiyo taarifa kuwapa. Kufuatia mwenendo usioridhisha wa matokeo ambayo kikosi hicho kimekuwa kikiyapata, kocha mkuu wa klabu hiyo Mwisho Maximo amezitaja changamoto ambazo zinasababisha kukosa alama 3 katika michezo waliocheza. Mbali na kuzitaja changamoto hizo, Maximo pia amewataka mashabiki wa Wanakino Boys kujitokeza kwa wingi viwanjani ili kuiunga mkono timu hiyo. You need to understand one point. When you finish Kagame Cup, because you play a lot of games in short time, you don't have a big group. We had many players injured when it starts the league. Tunahitaji kuelewa kitu kimoja. Kwenye michuano ile ya Kagame Cup, tulicheza michezo mingi kwa muda mchache. Ingawaje hatukuwa na wachezaji wa kutosheleza kutokana na wengine kuwa na majeruhi ya muda mrefu. Na hata tulipoanza ligi, hali ilikuwa hivyo hivyo. Lakini ukiachana na hilo pia, tulicheza vizuri kwa baadhi ya michezo ya ligi kuu ya NBC ambayo tulipoteza. Hata kwenye mchezo wa mwisho dhidi ya Yanga, kwa maoni yangu mchezo ule ulikuwa na uwiano sawa. Ni kweli Yanga walimiliki mchezo, lakini mpaka ilipofika dakika 70 mchezo ulikuwa na uwiano sawa tu. Na kwa hakika tulifanya baadhi ya makosa yaliyopelekea sisi kuadhibiwa. Ingawaje sijitetei juu ya hilo, bado tupo kwenye mchakato. Kwangu mimi hivi sasa ni bora kuanzia chini na kupambana kufika juu. Disemba tuna michezo kadhaa ya kuhakikisha tunawatazama wachezaji wetu, na hakika wao watatupatia majibu ya kimaamuzi. Maana hata ukitazama michezo tuliyopoteza, hatukustahili kabisa. Ni muhimu kwetu kutazama katika michezo hii 4 ya Disemba na kupata uamuzi wa nini ambacho tunaweza kufanya. We have time after 30% of the league is gone to check what you can do. Kocha wa KMC huyo akizungumzia changamoto zinazoendelea kwenye kikosi hicho baada ya kupoteza michezo 5. Baada ya kupewa mapumziko ya muda mfupi, kikosi cha Wagosi wa Kaya Coastal Union kimerejea kambini kwa ajili ya maandalizi na mwendelezo wa ligi kuu ya NBC mwaka 2025-26. Wagosi wa Kaya watashuka dimbani kukipiga dhidi ya Mbeya City Novemba 25 katika dimba la CCM Mkokwani pale Tanga. Hussein Mchomvu ni afisa habari wa Wagosi wa Kaya na hapa amezungumza nasi.
Kila mchezaji yupo sawa, kila mchezaji ambaye alienda makwao kusalimia familia amesharejea kambini. Kiujumla kuna utulivu wa kiwango cha namna yake. Focus yetu kwa sasa ni kujiandaa na kujiweka vizuri. Tunafuata program ya mwalimu kwa siku session 2 asubuhi na jioni, kwa sababu mpaka kufika tarehe 25 kuna siku nyingi kidogo, lakini ukifanyia uzembe kwa namna moja au nyingine utaona siku zimesalia chache kwenda mchezo unaofuata. Mchezo na Mbeya City tunataka alama 3, ndio maana tumeamua kuweka timu kambini muda mrefu na ifanye maandalizi hapa jijini Tanga, ambapo tarehe 25 tutaingia dimbani dhidi ya Mbeya City, kisha tarehe 3 Disemba tutakuwa na safari ya kwenda Kigoma dhidi ya Mashujaa. Tukirudi hapa nyumbani tarehe 10 tena tutakuwa na mchezo mwingine. Kwa hiyo tuko full, maandalizi yanaendelea, hali iko shwari. Nafikiri hata mashabiki wetu na wanachama watakuwa wanajua hilo. Kwa sasa ni kipindi cha utulivu wa namna yake, tusubiri, mambo mazuri yanakuja. Huu ni mshike, twende break, tutarejea, usiondoke. Naam, asante kwa kuendelea kwa nasi. Huu ni mshike. Klabu ya Fountain Gate imewakosa baadhi ya nyota wake wa kimataifa waliowasili msimu huu kutokana na kukosekana kwa vibali vya kufanya kazi hapa nchini. Kukosekana kwa vibali hivyo kumewafanya nyota hao wasitumike katika ligi kuu ya NBC msimu huu. Mwandishi wetu Ellen Kawiche kutoka Manyara amezungumza na afisa habari wa klabu hiyo Issa Muzi ili kujua ni wapi hasa ulipofikia mchakato wa kupata vibali hivyo. Sofa mpaka sasa tunakwenda vizuri, licha kwamba mpaka tunakwenda kwenye break, wapo wachezaji walikuwa kwenye mchakato wa mwisho wa kupata vibali kwanza vya kufanya kazi hapa, kuishi hapa, lakini pia kupata ile leseni ya bodi ya ligi ya kuweza kuitumikia ligi yetu. Kwenye jumla wachezaji 5 wa Nigeria ambao tulikuwa nao, na wachezaji wawili wa kutoka mataifa mengine, Guinea pamoja na Burundi. Wa Burundi tayari kwa maana Derrick Mukombozi ambaye alianza kuonekana tangu mechi yetu ya kwanza na Dodoma Jiji, alafu mechi yetu ya pili na Coast. Kisha wachezaji wengine masuala yote yalikuwa tayari, kilichobaki ilikuwa ni leseni tu. Leseni ambayo ilifanikiwa kutoka ilikuwa ni ya fullback yetu wa kushoto Obina Awara, ndiye ambaye alifanikiwa kupata leseni mpaka tunaelekea kwenye mechi yetu ya Coast na mpaka tunacheza mechi yetu ya KMC. Henry David Messi
ambaye bado Watanzania hawajamuona. Yeye nadhani kuanzia mechi inayokuja na Pamba watamuona kwa mara ya kwanza, pamoja na McDonald Obas ambaye ni striker wetu, na pia wanaweza kumuona kwa mara ya kwanza, pamoja na wachezaji wetu wengine wawili kwa maana Jonathan Abakuki na Onome Olua. Bado pia wako kwenye hatua za mwisho kabisa za kupata leseni, sio vibali. Vibali vipo tayari, kilichobaki ni leseni tu ya bodi ya ligi ili waweze kucheza kwenye mechi zinazokuja. Nao baadhi ya mabondia na mashabiki wa vitasa mkoani Morogoro wamewaomba waandaaji wa mapambano ya ngumi nchini kuandaa pambano litakalofanyika mkoani humo ili kuikata kiu yao. Mwandishi wa Teresia Mwanga anaarifu zaidi. Mkoa wa Morogoro ni miongoni mwa mikoa yenye idadi kubwa ya mabondia hapa nchini. Lakini tangu kurejea kwa vitasa bado hakujapatikana pambano ambalo litaleta burudani ambayo mashabiki pamoja na mabondia wamezoea kuiona katika mkoa huu. Miongoni mwa mabondia ambao wanapatikana ndani ya mkoa huu ni bondia Twaha Kiduku pamoja na mabondia wengine. Mashabiki pamoja na mabondia wenyewe wameeleza kuwa na shauku ya kutaka kuona pambano ambalo litarejesha burudani ambayo walikuwa wakipata hapo awali. Maswali yamekuwa mengi sana hasa katika mkoa wetu wa Morogoro. Pale inapokuwa itatangazwa fight, kila saa kila siku unapopita watu wanakuuliza, "Wewe tunakuona lini? Pia kwetu lini? Hapa Morogoro lini?" Basi niombe mapromota na waandaji wote, wahusika wote kwenye boxing watufikirie kwa jicho la pili. Lakini pia sisi wenyewe kama bondia tumemisi sana kupigana, kwa sababu kupigana ni ajira yetu, ndo kazi yetu, ndo yani tunatamani kila saa ukikao unatamani upigane, kwa sababu ni mtu ambaye unafanya mazoezi kila siku. Tunatamani sana tupate fight tupigane, hasa hapa nyumbani, kuelekea furaha kwa mashabiki wetu, kwa sababu watu wanasema siku njema au habari nzuri inaanzia nyumbani. Tuanzishie kwanza hapa nyumbani kwetu kabla hajaweza kwenda mikoa mingine. Mapromota kiukweli kwa hapa Morogoro watufikirie, watuangalie. Iwe tu kama zamani wanaleta pambano. Mashabiki tunaangalia, tunapenda. Kwa hiyo tunawaomba sana mapromota tuangalie kwa namna nyingine hapa Morogoro. Kuna kijana wangu hapa mmoja anaitwa Juma Misumali. Mandonga sipendi akakosa katika pambano. Nataka awepo na kuna Dula Mbabe. Pambano la Idi Pili ambalo lilipigwa Aprili 2024 hapa Morogoro katika ukumbi wa Tanzanite ndilo pambano la mwisho ambalo mashabiki wa ngumi hapa Morogoro walilishuhudia, na liliwakutanisha bondia Twaha Kiduku pamoja na Harpreet Singh kutoka nchini India. Teresia Mwanga, Azam Sports, Morogoro. Tuendelee kuangazia michezo mingine. Ligi ya mchezo wa Smash Paddle imeanza jijini Dar es Salaam ikienda kwa jina la Safari Smash Paddle Premier na kujumuisha timu 12, 4 za wanawake, 8 za wanaume. Katika mchezo ya ufunguzi wa ligi hiyo, mchezo wa awali uliokutanisha timu ya Tembo ambayo ilifunga timu ya Kiboko kwa seti 6-1 na 6-2. Mchezo mwingine ulizikutanisha timu za Duma pamoja na Simba ambapo Duma walishinda kwa seti 6-3 na 7-5. Wakizungumza na Azam Sports, wachezaji na mwamuzi wa mchezo huo wamesema ligi hiyo itasaidia kukuza vipaji vyao nchini. Naam, tukatazame mengine yaliyojiri kwenye anga za kimataifa. Rais wa klabu ya Barcelona Joan Laporta amekanusha uvumi wa kwamba Lionel Messi anaweza kurejea tena kuitumikia klabu hiyo siku zijazo. Taarifa hiyo imekuja kufuatia tukio la Lionel Messi ambaye ni raia wa Argentina kwenda kutembelea uwanja wa Camp Nou ambao hivi sasa umefanyiwa maboresho makubwa. Joan Laporta amesema kama itatokea Messi akarudi katika viunga vya Camp Nou, basi itakuwa ni kwa ajili ya mchezo maalumu kutokana na heshima kubwa aliyojijengea akiwa kwenye klabu hiyo. Kwa sasa Lionel Messi anaitumikia klabu ya Inter Miami ya Marekani, klabu ambayo alijiunga nayo mwaka 2023 na mkataba wake utafikia tamati mwaka 2028. Wakati hayo yakiendelea, klabu ya JKT Queens ya Tanzania imelazimishwa sare ya goli 1-1 na ASEC Mimosa katika mchezo wa ligi ya mabingwa barani Afrika kwa upande wa wanawake uliochezwa kwenye uwanja wa Suez Canal, Misri. Katika mchezo huo wa kundi B, JKT Queens ilikuwa ya kwanza kupata goli katika dakika ya 8 kupitia kwa Esther Maseke. ASEC Mimosa ya Ivory Coast ikasawazisha kupitia kwa Gunu katika dakika ya 82 kwa njia ya mkwaju wa penalti. Mpaka sasa katika msimamo wa kundi B, JKT Queens ipo nafasi ya 3 ikiwa na alama 2 baada ya kutoka sare 2 Jumamosi ya wiki hii. JKT Queens itacheza mechi yake nyingine
ya kundi B dhidi ya TP Mazembe kuanzia saa 1 kamili usiku. Na mbali na hilo, serikali imelitaka shirikisho la michezo ya vyuo vya elimu ya juu SHIMIVUTA kuhakikisha elimu ya saikolojia michezoni inafundishwa kama anavyoripoti Juma Kapipi. Wasimamizi wa michezo kutoka vyuo vipatavyo 25 Tanzania ambao ni walimu wa michezo, marais wa serikali ya vyuo, mawaziri wakuu na mawaziri wa michezo ndani ya vyuo hivyo ndio washiriki waliopatiwa mafunzo hayo ya saikolojia michezoni yanayoratibiwa na SHIMIVUTA. Tumeamua kuwa na hili kundi la viongozi ambapo litaenda kuwasaidia wachezaji wao katika taasisi mbalimbali ili kufanya michezo yetu ya mwaka huu ambayo tunaifanya hapa mkoani Tabora kuanzia mwezi Disemba iweze kufanyika kwa ufanisi mzuri. Changamoto ya kisaikolojia tu. Kwa tumeleta mafunzo ili yawaandae hawa vijana waweze kupokea matokeo mazuri, vizuri, na kupokea matokeo ambayo sio mazuri, kwa mfano kufungwa, pia wayapokee katika namna ambayo ni positive. Mkufunzi wa mafunzo hayo ya saikolojia michezoni kutoka Chuo cha Maendeleo ya Michezo Maria jijini Mwanza, Eric Mfugare, amedai mada zilizofundishwa kwa muda wa siku 2 zitawajenga washiriki. Watajua nini maana ya fair play, watajua nini ambacho hawakitakiwa kukifanya, wataandaa wachezaji kwa kulingana na mafunzo ambao watapewa hapa. Kweli kabisa kwamba tuna upungufu wa watu wa saikolojia hasa kwenye nyanja hii ya michezo wa mpira wa miguu. Wanaotumika katika kusimamia au waamuzi tunasema, naamini na wenyewe wapo hapa. Ni vizuri basi katika kuchezesha michezo hii pia wanakuwa wanatenda haki mara zote, kwa sababu naamini hichi pia ni kipengele kimoja wapo ambacho kinaweza kutupelekea matatizo au changamoto. Kama tutakwenda kuchezesha pasina kuwa na kutenda haki ama kusimamia zile sheria, taratibu na kanuni za michezo, mwisho wa siku tunaweza kusababisha manunguniko katika kundi moja wapo. Juma Kapipi, Azam Sports, Tabora. Na hivyo ndivyo ambavyo tunakamilisha saa 1 la kujuzana iliyojiri kwenye uga wa michezo na burudani, lakini kabla sijaondoka nikukumbushe tu japo kwa muhtasari tuliokuwa nayo mezani leo. Kikosi cha timu ya taifa ya Tanzania Taifa Stars kimeondoka leo kuelekea Misri ambako kitacheza mchezo wa kimataifa wa kirafiki dhidi ya Kuwait wikendi hii. Na wauzaji wa jezi za klabu za Simba pamoja na Yanga kutoka Dar es Salaam wameeleza namna mashabiki wa jezi wa timu hizo wanavyosubiri kwa hamu jezi mpya za kimataifa ambazo wanazisubiri kwa ajili ya michuano hiyo. Mwisho wa mshike leo. Kwa niaba ya wote ambao wamefanikisha matangazo haya, jina langu ni Kennedy Moses. Uwe na usiku mwema.